tunapoadhimisha miaka 50 ya mfumo wa kitaasisi wa kiserikali na usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, na tunapoadhimisha miaka 30 ya VETA, tunapata fursa kutafakari mabadiliko ambayo tumeyaona na jinsi tutakavyoweza kuyaboresha zaidi. Tumieni fursa ya maadhimisho haya kuweza kuweka mwelekeo wa kitaifa, kutoa ushauri wa namna kuboresha mafunzo stadi hapa nchini. Kwa wadau wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini, hakikisheni kwamba mafunzo yanayotolewa yanazingatia mahitaji halisi ya soko la ajira. Mahitaji ya soko la ajira tunayajua kwa kufanya tafiti za mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Katika zama hizi zenye kasi ya maendeleo ya teknolojia, ni muhimu sana kwa VETA kuendelea kujiimarisha kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia. Hakikisheni mnatoa mafunzo ya ufundi stadi yanayoendana na mabadiliko ya teknolojia na kuhakikisha kwamba mafunzo hayo yanayojumuisha ujuzi wa teknolojia ya kisasa kuwa zinachochea uzalishaji wenye tija. Kwa Wizara ya Elimu yenyewe, Sayansi na Teknolojia, kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI, pia Wizara ya Viwanda na Biashara, hakikisheni vyuo vya ufundi 65 vinavyoendelea kujengwa na serikali vinakamilika haraka ili kuongeza fursa za mafunzo katika wilaya kwa vijana wetu ili waweze kupata ufundi mapema iwezekanavyo. Taasisi zote zinazotoa mafunzo ya ufundi stadi, na naamini wengi mko hapa kutoka taasisi binafsi, taasisi za dini, hakikisheni mnashirikiana na viwanda, waajiri na mashirika mbalimbali ndani na nje ya nchi ili kutoa fursa za mafunzo kwa vijana wetu yanayoendana na mahitaji ya soko letu la ajira. Wazazi na vijana kwa ujumla, tumieni fursa ya mafunzo ya ufundi stadi zilizopo nchini kupitia vyuo vilivyojengwa kwenye mikoa na wilaya yetu, kuwapeleka vijana kupata ujuzi utakaowezesha kujishughulisha na kujipatia kipato kutokana na shughuli, kutokana na ufundi aliojifunza kwenye vyuo vyetu. Katika miaka hii tunayoadhimisha, jambo moja kubwa ambalo ningependa niliseme ni kuzidi kuimarisha mfumo wa utoaji wa elimu ya ufundi na ufundi stadi hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na yote yaliyoelezwa, idadi ya watu waliosoma na idadi ya vyuo, bado serikali inatoa ruzuku kubwa sana katika utoaji wa elimu ya VETA. Kwa mfano, ukienda kusoma VETA, unalala bwenini, unakula mle mle na unasoma, ada yake ni shilingi 120,000. Ukiwa unafanya day, unalala nyumbani, unaenda chuoni, ada yake ni shilingi 60,000. Kwa kweli ukiangalia gharama za uendeshaji na ada inayolipwa, ruzuku ya serikali ni kubwa sana. Na kama ambavyo imeelezwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi kubwa sasa hivi ni kutekeleza maelekezo ya rais wetu kwamba tumalizie kujenga VETA katika wilaya zote. Na tuna wilaya 64 ambazo ujenzi unaendelea, na mkoa ambao ulikuwa hauna VETA ya ngazi ya mkoa ni mkoa wa Songwe, na kazi inaendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na usimamizi wako, mageuzi ya elimu yameanza kuingiza haya ambayo tunaita mafunzo ya ufundi na ufundi stadi sasa kama mkondo wa elimu ya sekondari. Wale watakaoenda elimu jumla, lakini watakaoenda kwenye mkondo huu wakimaliza Form 4 wanapata cheti cha Baraza la Mitihani la Taifa na watapata cheti cha NACTVET at the same time kwa wale masomo ambayo yanafundishwa. Na watakaoenda kusomea ufundi, kuna fursa ambazo tumetengeneza. Tunajenga technical polytechnic sasa hivi, tunakamilisha utaratibu wa kujenga Mtwara, Morogoro, Kigoma, Mwanza, Dodoma tumekamilisha, na kingine Zanzibar, ili waweze wakasomea ufundi ili kukidhi mahitaji makubwa ya mafundi kama hao. Eneo hili la ujuzi limekuwa ni muhimu sana katika taifa letu, lakini pia tunaishukuru serikali kwa kuzidi kuweka mkazo. Tumeonyesha vyuo ambavyo vimetoka kuanzia mwaka 94 na mpaka sasa hivi tuko na vyuo 80 na tunaenda kuwa na vyuo 145. Hivyo ni vyuo vingi katika kila mkoa na kila wilaya. Lakini tunatambua serikali imetumia gharama kubwa kufanya ujenzi huu ambao mwisho wa siku unaenda kuhakikisha kila Mtanzania anaenda kupata ujuzi, anaenda kupata fursa
ya kuweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, shughuli za kijamii zitakazomwezesha kupata kipato. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende tu kusema katika utekelezaji wa shughuli hizi sisi kama VETA tuna matarajio makubwa na tuna matarajio ambayo yanataka kulenga kwa wananchi wa Tanzania kuweza kuzidi kupata fursa. Na malengo yetu ni kuimarisha zaidi upatikanaji wa mafunzo kwa vijana na watu wazima, kukuza ubunifu na teknolojia na kuhakikisha elimu ya ufundi stadi inakuwa ni nguzo ya maendeleo ya viwanda na uchumi wa nchi yetu. VETA inalenga kuwa kitovu cha ubunifu chenye uwezo wa kulea vipaji na kuibua wabunifu watakaosaidia kuleta suluhisho kwa changamoto za jamii. Lakini pia tunaomba tuseme wananchi waendelee kutuamini kama nguzo ya kuwajengea ujuzi na maarifa. Tunataka kuona vijana wakiwa na thamani ya mafunzo ya ufundi stadi, si kama chaguo la pili, bali kama njia sahihi ya kujenga maisha bora na kuchangia maendeleo ya taifa.